of the devil. I mean the purpose of the thief. Makusudi ya mwizi ama mwivi. Makusudi ya mwizi. Or the intentions of the thief. Bwana asifiwe. Tunajua sote mwizi ni nani, na kwa njia moja au nyingine lazima at some point tushai kutana na huyu mwizi, either moja kwa moja ama pengine tumeshai kutana naye baada ya kutufanyia jambo fulani. Bwana asifiwe. This morning we want to learn about the intentions of the thief. Mwizi anapokuja huwa anakuja kufanya nini? Na yeye akija anakuja kwa njia gani? Mwizi kwa hali ya kawaida, mwizi ni yule mtu ambaye huja kuchukua kitu cha mtu bila ruhusa, na mara mingi yeye huja either kisiri ama anakuja hadharani kama amejihami. Bwana asifiwe. The thief wants, when he comes, in many cases he comes to steal or to take something from you, either intentionally or he comes armed. Na mara mingi kila ambacho mwizi huja kuchukua ni kitu chako cha thamani. Akiingia katika nyumba, yeye huangalia kitu ambacho inapendeza. Yeye huangalia kila ambacho unapenda zaidi, ndio yeye uchukua. Bwana asifiwe. So I want us to read from the book of John 10:10. Kisha tutaendelea. John 10:10. John 10:10, Yohana 10:10. Neno la Bwana nasema, mwivi haji ila aibe na kuchinja na kuharibu. Narudia, mwivi haji ila aibe na kuchinja na kuharibu. Mimi nalikuja ili wawe na uzima, kisha wao nao tele. Amen. The thief does not come except to steal and to kill and to destroy. I have come that they may have life and that they may have it more abundantly. Baba Mungu, katika jina la Yesu, asante Mungu kwa wema wako na fadhili zako. Asante kwa mpango nzuri ambayo siku zote wewe huwa nayo juu ya maisha yetu. Japo twawindwa katika pande zote, lakini Mungu unatupangia mema siku zote. Nashukuru kwa sababu ya neno lako asubuhi ya leo. Naomba Mungu utusaidie kuelewa hili neno na kutenda jinsi inavyotuamuru. Kwa jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini.
Amen. Bwana asifiwe. Biblia inasema ya kwamba mwizi haji ili kuiba, kuua na kuharibu. So malengo 3 ya mwizi katika shughuli zake, ya kwanza tumeambiwa ni kuiba, ya pili ni kuua, na ya 3 ni kuharibu. So hapa tuna mwizi na tuna Mungu ama Yesu, ambaye katika maisha yetu ya kiroho tunaambiwa tunapigana na nguvu, na Biblia inatuambia kwamba kuna huyu ambaye anaitwa mwizi, na huyu ambaye amepewa jina mwizi hapa ni Shetani, ambaye kusudi lake siku zote ni kuhakikisha ya kwamba hauendelei. Siku zote kazi ya Shetani ni kuhakikisha ya kwamba haufaulu. Siku zote kazi ya Shetani ni kuhakikisha ya kwamba kile kidogo ulicho nacho anakiharibu. Bwana asifiwe. Hiyo ndio kazi ya Shetani katika maisha yetu. Ile amani kidogo uko nayo anaivuruga. Ile pesa kidogo ambayo umetengeneza anaiharibu. Ile chochote kizuri ambacho anaona katika maisha yako, kusudi lake ni kuhakikisha ya kwamba anaiharibu. Bwana asifiwe. That's why nilisema ya kwamba when the thief comes, he looks at what is valuable. Kila ambacho ni cha thamani sana katika maisha yako. Yeye haji kuchukua kitu ambacho hakikufaidi wewe, ama kwa upande mwingine si ya faida kwako. Yeye huangalia, akikuja kwako anaangalia ni nini hiki ambacho huyu mtu anapenda sana, na nikiondoa atakosa amani, nikiondoa hata imani yake kwa Mungu itapungua. Hiyo ndio kitu ambacho Shetani ana target. Na Biblia inatuambia kwamba akija, yeye hufanya mambo 3. Yeye akiingia hapo anahakikisha ameiba, ameua na kuharibu. Hata mwizi wa kawaida akiingia intention zake ni kuiba, na akipata wewe nayo unang'ang'ana na yeye, anahakikisha ameua. Bwana asifiwe. Ameua, na pia akiharibu chochote kile ambacho umekiwekeza. Hiyo ndio kazi ya Shetani kwa maisha yetu. Kuna vitu vizuri, kuna vitu ambavyo Mungu alitupa sisi tuvifurahie. Mungu amekupa wewe afya njema ili ufurahie afya. Mungu amekupa wewe amani kwa maisha yako. Mungu amekupa wewe fedha. Mungu amekupa wewe ndoa. Mungu amekupa wewe jamii. Hizi zote ni chanzo cha furaha kwa maisha ya mwanadamu. Ukiwa na amani kwa maisha yako, kutumikia Mungu unapata kwamba inakuwa rahisi kumtumikia Mungu. Ukiwa na jamii ambayo inaendelea vizuri, unapata nguvu ya kumtumikia Mungu. Biashara yako ikiwa inaendelea vizuri, unapata amani ama moyo wa kumtumikia Mungu. Bwana asifiwe. Ndio maana Shetani ana target mambo kama haya kwa maisha yetu, kuhakikisha ya kwamba katika hiyo ndoa upati amani, kuhakikisha ya kwamba katika hiyo biashara siku zote wewe ukienda ni kupata hasara, kuhakikisha ya kwamba watoto wako ni wasumbufu siku zote, ili attention yako iwe diverted katika hilo jambo. Bwana asifiwe. Anajua ya kwamba huyu mama nikimwachia amani atafanya mambo makubwa. So wacha nilete mambo ambayo atamkosesha amani siku zote. Mama ambaye atamfanya siku zote asifurahie kwa maisha yake, asije akapata amani, ili asiendelee kunitafuta mimi.
Ndio maana unaona leo kujaribu kuuliza mtu mbona hukuja church, nilikwazwa na mtu. Mbona hukuja maombi, nilikwazwa na mtu. Bwana asifiwe. Mbona hukuja church, nilikuwa mgonjwa. Mbona hukuja church, jambo hili na hili lilifanyika. So hivi sababu vyote vimeletwa na shetani ili aondoe mawazo yetu kwa Mungu. Hiyo ndio kusudi kubwa la shetani kwa maisha yetu, ni kwamba ile nafasi ambayo imetengea Mungu iondolewe. Ile nguvu ambayo umeweka kwa kazi ya Mungu iondolewe. Ndio maana ameiba vyote ambavyo vingekusukuma wewe kwa Mungu, ameviiba. Bwana asifiwe. The Bible says that the thief comes but to steal, to kill and to destroy. Hayo ndio makusudi ya shetani kwa maisha ya mtu, ya kwamba aibe, auwe na aiharibu. Lakini nashukuru Mungu kwa sababu Biblia inatuambia kwamba Yesu anasema, nami nalikuja ili muwe na uzima tele tele. Bwana asifiwe. Amen. Japo shetani anatuwinda sisi katika upande mwingine, lakini Mungu yuko hapa, Yesu yuko hapa, amekuja anasema, mwanangu, ukikubali mimi nitakupa uzima. Ukikubali mimi nitakupa amani. Ukikubali mimi, kila ambacho kimekuwa tatizo kwa maisha yako nitaitengeneza. Haleluya. Amen. Kusudi la Yesu ndio hiyo. It is always contrary to the plans of the devil in our lives. Mara mingi ni tofauti sana. Mpango wa Mungu kwa maisha yetu ni tofauti na ule wa shetani katika maisha yetu. Wakati mwingi mambo shetani akitaka kukupata wewe, it creates an appealing environment. Yeye hufanya hali ambayo ni ya kutamanika. Kama anajua ya kwamba ndugu huyu ni mfanya biashara, yeye huweza kukutega katika biashara, lakini mpango wake ni kwamba kule mwisho akuangamize, ni kwamba kule mwisho akuue, ni kwamba kule mwisho akumalize. Bwana asifiwe. So sisi kama Wakristo, kitu ambacho tunatakiwa tuwe nayo ni kwamba tuwe na macho ndani ya kutuwezesha sisi kutambua mpango na kazi ambayo shetani hufanya ndani yetu. Haleluya. Maana ukikosa uwezo huo, fuata njia ya shetani pasipokujua, utafuata mpango mbaya wa shetani pasipokujua. Maana shetani akija, mara mingi mambo yake huja kama ya kutamanika. Kama hauna moyo wa kutambua, ile roho ya kukusaidia wewe utambue ya kwamba this is the plan of the devil, there are chances utamfuata. There are chances you will fall into a trap. Na mwisho wa siku atakuwa ametimiza yale ambayo anasema ya kwamba amekuja auwe, aibe, auwe na angamize. Bwana asifiwe. Tusome kitabu cha 1 Peter 5:8. Petero wa kwanza mlango wa 5 mstari wa 8. Anasema 1 Peter 5:8. Anasema muwe na kiasi na kukesha, ukuwa mshtakiweni Ibilisi kama simba gurumaye kuzunguka akitafuta mtu ameze. Amen. The devil is always on a mission. Usiseme ya kwamba ati wakati uko na amani, wakati unaonekana unanawiri katika masuala ya kiroho, usifikirie ya kwamba shetani yuko mbali. Usifikirie ya kwamba umeshinda shetani so ameenda. Biblia inasema muwe na kiasi.
maana shetani siku zote yeye hutembea tembea, na anasema ya kwamba anamtafuta mtu ili ammeze. Anawinda hiyo amani yako ili ameze. Anawinda hiyo furaha ambayo uko nayo ili aimeze. Anawinda hiyo biashara ambayo umewekeza kwa muda mrefu ili aiangamize. Bwana asifiwe. Hakuna mpango mzuri yeyote ambaye shetani ako naye juu yako. Hata akija akiwa anaonekana amejifanya malaika. Maana mara mingi shetani akija mara ya kwanza hujifanya malaika, lakini mpango wake siku zote ni mbaya. Mpango wake siku zote ni ya kuua, ni ya kuangamiza. Ndiposa Biblia inatushauri ya kwamba tuwe macho, maana shetani yuko anatembea tembea kutafuta yule mtu ambaye ameweka mwanya yeye kupenyeza. Yeye anatafuta tu mwanya. Bwana asifiwe. Tunaona pia kama mwizi wa kawaida, ukiwa umewacha mlango wako wazi na wewe mwenyewe uenda hauko ama umelala, yeye anaingia. Bwana asifiwe. Akiingia na anaangalia kile kilicho cha thamani sana ndio anachukua. It is the same way in our spiritual life. Ukimwachia shetani mwanya, yeye huingia, na akiingia na hakikisha ya kwamba anything precious in your life anaidestroy. Anakuacha wewe ukiwa mtu wa kulia, anakuacha wewe ukiwa mtu ambaye hauna chochote cha kujivunia, maana ulimruhusu akaingia. Bwana asifiwe. So Biblia inatushauri ya kwamba tuweni na kiasi, tujichunge, tusiweke tamaa. Shetani huangalia ni nini huyu mtu anahitaji, ni nini hiki ambacho kikukosesha amani, ambacho siku zote wewe unaamuka unatafuta. Ni nini hiki? So utumie hicho kitu ili kuingia kwa maisha yako. Utumie hicho kitu kidogo tu ambacho wewe unaona ni kawaida. Hiyo kidogo ambayo unaona ni kawaida, anajua huyu mtu siku zote yake amuka kuna kitu ambacho kinamkoseshanga amani. Asipopata hicho kitu anakosa amani. Shetani hutumia hiyo kama mwanya wa kuingia, kama mlango wa kuingia, na kiingia nafanya makao mahali pale na kuangalia ni nini hiki. Aanze kupiga search katika nyumba yote, apige search, apate amani aibe, apate afya njema aibe, apate faida ambayo umefanya kwa biashara aibe, apate kile chochote ambacho umewekeza hata achukue. Maana amepata nafasi ya kuingia, amepata mlango wa kuingia, na ameketi, amestarehe, ameweka makazi yake mahali pale, amestarehe. Na wakati anaiba yote, anapanda vyake sasa. Bwana asifiwe. Anapanda vyake sasa. Unapata mtu ambaye amekosa amani, kutenda dhambi kwake si ngumu. Unapata mtu ambaye amekosa furaha ndani yake, kutenda dhambi kwake si kazi. Utapata huyu mtu kwenda kwa ibada ni ngumu, kwa sababu tayari shetani ameiba ile mzigo wa kumtumikia Mungu. Shetani ameiba, amemwacha akiwa mtu ambaye si wa kusaidika tena. Bwana asifiwe. Amemwacha huyu mtu akiwa hana msaada, amebaki a helpless person, mtu ambaye msaada ipo tena ndani yake. Haleluya. So kusudi la shetani ni hilo, kuchukua chochote ambacho kingeweza kukusaidia na kuacha wewe ukiwa unahangaika, ukiwa mtu ambaye hauna mwelekeo tena. So usione ya kwamba pengine unaomba sana, usione ya kwamba umeokoka, usione ya kwamba umeokoka ukaone
kwamba shetani anakuogopa wewe. Kila ambacho nimekuja nikwambia asubuhi ya leo, ya kwamba shetani anatafuta mlango, anatafuta mwanya ndani ya maisha yako. Ukiacha mlango ukiwa wazi, anaingia. Japo wewe ni mwombezi, anaingia. Japo wewe unaweza kuongea kwa ndimi, anaingia. Japo wewe unaweza simama na ukahubiri, lakini akipata mlango anaingia. Bwana asifiwe. So kitu ambacho Mungu anatuhimiza asubuhi ya leo, ya kwamba tuhakikishe ya kwamba kila mlango ambayo shetani anatafuta kwa maisha yetu inazibwa, asipate. Let the devil not get any access to our life, so that we remain secure. We remain secure. Kusikuwe na mwanya wowote wa adui shetani kuingia ndani ya maisha yetu. Maana kusudi lake akiingia si nzuri. Ndio maana unaona wale watu ambao wameishi kwa amani, wenda walifanya harusi iliyokuwa ya kifahari, wakatumia mamilioni ya pesa katika hiyo harusi. Harusi kafana, ika-attract watu kutoka pande zote. Walipoingia kwenye hiyo ndoa, hawakukaa muda mrefu, harusi ikaonekana, ndoa ikaonekana haina amani tena. Bwana asifiwe. Ndoa ikaonekana si ya kupendeza tena. Ile mapenzi ambayo ilikuwa ikaibiwa. Mume akaanza kuona mke wake kama si kitu tena. Akaanza kujiuliza, ni kitu gani hiki nilikipata? Lakini ile siku hakuona hiyo. Alifurahishwa na huyu, akampenda, akasema nimempata. Bwana asifiwe. Lakini walifungua mlango, shetani akaingia, mwizi akaingia, na akaona kumbe hiki ndio mnapenda, kumbe hii upendo ndio imejaa ndani yenu, nitakiiba. Bwana asifiwe. Alipoiba, ndoa ikavunjika, harusi ikaenda. Bwana asifiwe. So vitu vingine ambavyo tunashuhudia kwa maisha yetu si kawaida. Biblia inasema we are fighting a spiritual war. Bwana asifiwe. Vita vyetu si vya damu na nyama, ni vya kiroho. So kwa sababu tunapigana vita vya kiroho, lazima tuhakikishe ya kwamba tuko kiroho. Lazima tuhakikishe ya kwamba tunajihami kiroho, ili tukashinde vita hivi, ili tusiruhusu shetani, huyu adui wetu, aingie ndani yetu na akaangamize kila ambacho tumekiwekeza kwa muda mrefu, kila ambacho tumekifanyia kazi kwa muda mrefu. Ninajua hii wokovu kuna watu wameijenga kwa muda mrefu sana. Kuna wakati ulikuwa katika dhambi, lakini Mungu akakusaidia, akakurejeshea amani yako, akakurejeshea wokovu. Ulikuwa unafanana vibaya, maisha yako yalikuwa yakiangaliwa, hutangependa kukuona, maana shetani alikuwa amekutumia vibaya. Wakati mwingine huenda hata ulikuwa unalala kwa mtaro, lakini Mungu akakurejeshea sura yako ya awali. Leo hii tazama, shetani bado anakuwinda wewe, anakufuata wewe polepole, anakufuata polepole, anatamani apate mlango. Bwana asifiwe. Anatamani apate mlango. Niposa leo Biblia inatuambia kwamba tujichunge sana, tusije tukapea huyu adui mlango tena wa kuingia katika maisha yetu. Maana akiingia, yeye uhakikisha ya kwamba hakuna kitu yeye anawacha unturned. Bwana asifiwe. He turns everything, because the Bible says he comes to destroy everything valuable in your life. The devil comes to destroy everything, not even leaving a single one undestroyed. So nimekuja nikwambie, linda sana moyo wako, linda sana moyo wako, linda sana kinachotoka ndani ya moyo wako. Maana hicho ndicho shetani huangalia, hicho ndicho adui huangalia, ndicho uchunguza sana, kile kitokacho ndani ya moyo wako. Wenda akakitumia hicho kitu ili aivuruge maisha yako, ili aharibu maisha yako. Nimekwambia chunga sana,
Maana huo huenda ukawa ni mwanya, huenda ukawa ni mlango ambao shetani atatumia katika kuingia ndani ya maisha yako. Bwana asifiwe. Naomba nirudie hiyo 1 Peter 5:8. Inasema hivi, nanyi vumilieni. Sorry. 1 Peter 5:8. Tusome Isaya. Muwe na kiasi na kukesha, kwa kuwa mshtaki wenu Ibilisi kama simba angurumaye huzunguka akitafuta mtu ammeze. Muwe na kiasi na kukesha, kwa kuwa mshtaki wenu Ibilisi kama simba angurumaye huzunguka akitafuta mtu ammeze. Bwana asifiwe. So kazi yake si nyingine bali ni kuzunguka. Yaani anaenda huko, anaenda kule. Na sisi tumeonywa ya kwamba, ya kwanza kuwa na kiasi, ya pili kesha. Kuwa na kiasi cha maanisha ya kwamba si kila kitu ni cha kukimbilia, si kila neno la kusema, si kila chakula ni cha kuonja. Bwana asifiwe. Lazima tuwe na vipimo. Kuna mambo sisi kama Wakristo tumetahadharisha tusifanye. Kuna mambo mengine wewe kama Mkristo umeonywa usifanye. Usiende zaidi. Fanya kwa kiwango fulani. Na ukaambiwa kwamba tukeshe. Kukesha ni kuwa macho. Kuwa macho kutakusaidia kutambua wakati adui anaingia. Bwana asifiwe. Hata kama umewacha mlango wazi, lakini unakesha, uko macho, kuna uwezekano adui akiingia utamuona ndio huyu ameingia. Bwana asifiwe. Tuwe na kiasi na tukeshe. Kuna mambo mengine sisi kama Wakristo hatupasi kujihusisha nayo, maana mwisho wa siku huleta uharibifu katika maisha yetu. Kuna mikutano mingine sisi kama Wakristo haipaswi tuhusike pale, maana mwisho wa siku ushafua kila ambacho Mungu ameweka ndani yako. Bwana asifiwe. Tusikimbilie mahali ambako hakuna neno la Mungu. Bwana asifiwe. Tuweni na kiasi na tukeshe. Moyo wako uwe alert siku zote. Moyo wako uwe siku zote uwe na uwezo wa kutambua wakati dhambi inataka kuingia. Ukiwa na macho ya kiroho utaona ya kwamba hata japo huyu ndugu amekuja akiwa anaongea mambo yanaonekana mazuri, lakini ndani yake naona na mpango mbaya. Japo huyu dada amekuja anaonekana kweli anaongea vizuri, lakini kichunguza nyuma yake kuna kitu ambacho anakusudia kufanya. Bwana asifiwe. Japo ninaona hii dili inaonekana ni sawa, inaonekana ni ya pesa, lakini kule nyuma yake naona itadestroy utukufu wa Mungu. Bwana asifiwe. Hiyo ndio kukesha. Kukesha ni kuwa na uwezo wa kutambua mpango mbaya ambayo shetani upanga, japo haijakuja kwa wazi. Lazima tuwe na uwezo wa kutambua ya kwamba japo inaonekana ni sawa,
japo inaonekana imekuja ikuwa sawa, ikiwa ni dili nzuri, lakini kila nachojua wenda kule nyuma kuna ubaya. Bwana asifiwe. Na ukiwa na huo uwezo, nina hakika ya kwamba ule mwizi hautamruhusu, hautampatia mwanya wa kuingia ndani yako. Lakini wapo hautakuwa na uwezo wa kukesha, kama hautakuwa na uwezo wa kutambua. Bwana asifiwe. Kuna uwezekano mwizi aingie ndani yako, na akiingia ndani yako, tumeambiwa yeye uhakikisha ameharibu kila kitu. Bwana asifiwe. Tunaambiwa tukeshe na tuwe na kiasi, maana kusudi la shetani, kusudi la huyu adui, kusudi la huyu mwizi ni kutuharibu. Biblia inasema ya kwamba yeye anatembea tembea, anazunguka zunguka. Mtu anayezunguka zunguka ni mtu ambaye is aimless. Bwana asifiwe. Is aimless. Yani he has no specific target. Ana malengo maalum. Yeyote atakaye kutana na yeye mchukua. Si kwamba akizunguka zunguka ati kuna mtu specific anatafuta yeyote yule ambaye atamfaa yeye. Yeyote yule ambaye ataonekana amempatia mwanya anamchukua. So Biblia inasema ya kwamba adui wetu ukazunguka, na kusudi lake ni kuhakikisha ya kwamba amemmeza yule ambaye atakutana na yeye. Usiruhusu ukakutane na shetani, maana ukikutana na yeye, lugha atakayezungumza si sawa, yale atakayefanya kwa maisha yako si sawa. So usimruhusu yeye akakutane na wewe. Bwana asifiwe. Usimruhusu akakutane na wewe. Kabla haujakutana na yeye, basi jichunge. Ndio maana tumeambiwa tuwe na kiasi na tukeshe, ili tusiweze kukutana na yeye. Ukiwa unakesha, akija pale utamtambua ndio yule. Ukiwa na kesha, ukimwona yule pale, utachukua njia nyingine, ama utashika silaha kuhakikisha ya kwamba kwa bahati mbaya nikimfikia kuna vile nitamaliza. Bwana asifiwe. Maana ukiwa umeokoka usijidai, sababu bila shaka utakutana na adui huyu, bila shaka utakutana na yeye. Lakini nashukuru Mungu, maana asubuhi leo tunaambiwa ya kwamba tukeshe. Kukesha inatusaidia kufanya nini? Inatusaidia kugundua, na ukigundua utashika silaha. Leo hii wapo maandikiwa barua ya kwamba kama mwizi angekuwa anaandika barua ya kwamba ndugu Kibe, leo ninakuja, na nikikuja nakujia hiyo TV yako, ninakujia mtoto yako, ninakujia hiyo siku, najua ndugu Kibe ataitana. Kama hata ni kuhaya polisi, hiyo siku atahaya, aweke mmoja gate, aweke mmoja kule kwa choo, aweke mmoja kule nyuma, ili hakikisha ya kwamba huyo adui akija anamwangamiza. Bwana asifiwe. Huo ndio umuhimu wa kukesha. Ukikesha, maana yeye kuja atakuja tu. Maana Biblia inasema ya kwamba yeye siku zote yuko kazini, anazunguka. So huyo adui akukuja naye atakuja tu. Ndio maana magonjwa atakuja tu. Ndio maana kukwaza utakwaza tu. Hata kama leo umetoka kanisani, umeombea watu wamebarikiwa, umehubiri leo kuna watu wameponywa, lakini ukitoka kule nje lazima utakutana tu na majaribu. Bwana asifiwe. So kama adui kukuja atakuja tu, lakini ashukuriwe Mungu, maana amesema tukikesha tutagundua kwamba ndio huyu amekuja, na akikuja utabeba silaha. Bwana asifiwe. Basi Mungu atusaidie ili tukawe na macho ya kutambua kwamba huyu ni adui, ili tushike silaha itakayotusaidia katika kumpiga huyo adui. Bwana asifiwe. Katika kumshinda huyo adui. Kama Wakristo tumeambiwa vita vyetu si vya damu na nyama, bali ni vya kiroho. So ukiona adui amekuja, ukiona jirani amekuja na upanga, anataka leo kukuangamiza, Bwana Yesu asifiwe.
unajua vile utasimama. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Juzi mwalimu alikuwa anatuambia ya kwamba amepanda sukuma eka 2 na ni Januari. Bwana asifiwe. Ni Januari, na unajua Januari hakuna mboga. Anasema sukuma imekomaa, imenawiri na kaa hivi kwa shamba. Sasa amejipanga, anaenda kuuza gunia shilingi 3,000. Wakati anarudi nyumbani anapata ng'ombe ya jirani imeingia imekula nusu ya hiyo sukuma. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Akapata vishawishi. Mke wake akamwambia hata huyu nayo kimwacha nitasema wewe si mwanamume. Majirani akamwambia huyu ametuzoea. Na yule jirani baada ya kufanya hivyo anamwambia fanya kile unataka. Bwana asifiwe. Hata hajajutia kwa kile ambacho ng'ombe wake amefanya. Anamwambia fanya kile unataka. Yeye akatafakari akasema nitafanya nini? Mungu akamwambia usifanye chochote. Bwana asifiwe. Usifanye chochote. Anatuambia aliwachana nayo hivyo, hakufanya chochote. Lakini ushuhuda ambaye anatuambia leo hii, huyo mwanamume anaishi maisha ya mateso. Shetani amemtesa. Bwana asifiwe. Anateseka. So nimekuja nikwambie vita vyetu si vya damu na nyama. Najua kama huyu mwanamume angefanya ila alikuwa ameambiwa fanya vile unataka, kama angeamua pia kupigana kama mwanadamu, kuna uwezekano angepoteza. Wakati mwingine Mungu hutuletea mtihani. Bwana asifiwe. Mtihani ambao unaonekana ni mdogo, lakini tukishinda huo mtihani tutakuwa tumepita katika kiwango kingine. Bwana asifiwe. Tutakuwa tumepeleka katika level nyingine. So nimekuja nikwambie unatakiwa uwe macho siku zote. Maana siku zote huyu adui yuko kazini, anakutafuta wewe na mimi. Maana Biblia inasema ya kwamba anatafuta yeyote. Si kwamba kuna specific target. Yeye anamtafuta yeyote yule ambaye atampata ili ammeze, ili amwangamize, ili amalize. Maana kusudi lake ni kuiba, kusudi lake ni kuua na kuharibu. So anapotembea anatafuta. Akitafuta wewe umekaa mbaya na kuchukua na kuua. Anakupata wewe unatembea mbaya, anakuiba. Bwana asifiwe. Tukae macho, kesheni. Biblia inasema ya kwamba kesheni na muwe na kiasi. Kesheni na muwe na kiasi ili muwe na uwezo wa kutambua hila za shetani. Leo hii kanisa limejeruhiwa. Hofu ya Mungu ndani ya watu imeondoka. Bwana asifiwe. Japo umeokoka lakini ndani ya watu hofu ya Mungu imeondoka. Watu wameamua wajipiganie wenyewe. Watu wameamua jitetee wenyewe. Wakati tunakutana na hali ngumu, watu wameamua jitetee wenyewe. Wameondoa ile hofu ya Mungu ndani yao. Ndio maana naona ukikutana anapata mtu naye ambaye ameokoka amekunja mangumi. Bwana asifiwe. Kwa sababu hofu ya Mungu haimo ndani yao tena. Lakini leo tumeambiwa kwamba vita vyetu si vya damu na nyama, bali ni vya roho. Kukunja shati si kushinda. Kila ambacho Mkristo halisi anatakiwa kufanya ni kusarenda kwa Mungu. Wakati hali kama hiyo unakutana naye, ambia Mungu, hii siwezani mimi. Hii naomba Mungu wewe unisaidie, wewe unipiganie. Na Mungu ana take control. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Ukisema hii sitaweza mimi, hii hali inaonekana ni ngumu kwangu, Mungu ana take charge. Lakini ukikunja shati, Mungu anasimama kando. Anasema nataka nione kama utaweza. Bwana asifiwe. Mwizi haji ila kuiba, kuua na kuharibu. Bali Yesu amekuja ili wewe na mimi tukapate uzima. Amen. Bwana asifiwe. Wewe na mimi tukapate uzima, tena si uzima tu, inasema uzima tele tele. Bwana asifiwe. Abundant life in abundance.
That is the intention of Jesus in our life. So we are fighting with the forces of the devil. But for us to overcome, we must accept Christ Jesus to rule in our life. Lazima tukubalie Yesu atawale ndani ya maisha yetu, atawale ndani ya familia zetu, atawale ndani ya biashara zetu, atawale ndani ya huduma yako, ili wewe ufaulu. You need to surrender. You need to surrender. It is not about how much you know. It is not about how much you have. It is not about how many years you've stayed in salvation. Haijalishi ni miaka ngapi. Kuna baadhi yetu huenda tuliokoka tukiwa wadogo, tulipelekwa kama tumebebwa hivi. So hiyo neema imetubeba sisi hadi leo, bado tumesimama, tuna wokovu. Nimekuja nikuambie, even if you've been in salvation for very many years, the devil does not fear you. Bado anazunguka, na kusudi lake la kuzunguka ni kutafuta wewe. Anaweza tumia jambo dogo akuangamize wewe. Haijalishi miaka ngapi umekaa, anaweza tumia jambo dogo akuangamize wewe. Bwana asifiwe. Anaweza tumia mtoto wako akafanyike mlango ya shetani kuingia, ya mwizi kuingia ndani ya maisha yako. Anaweza tumia mume wako ama mke wako akafanyike mlango wa mwizi kuingia ndani ya maisha yako. Anaweza tumia hata hiyo pesa ulizo nazo akafanyike mlango wa huyo adui kuingia ndani yako. Na akiingia anasema mambo ni matatu. Bwana asifiwe. Akiingia, he doesn't spare. He uses a very short time to accomplish the mission. Bwana asifiwe. Yeye hutumia muda mchache sana ili atumize kusudi lake, ili atumize kila ambacho anataka ndani ya maisha yako. So even a single second, if you allow the devil, he will destroy your life. Because that's the sole reason, the sole purpose that the devil is having in your life. Bwana asifiwe. So hata sekunde moja ukimpa shetani, hata sekunde moja, atahakikisha atimiza malengo na makusudi yake. Haleluya. Yeye utafuta mwanya yeye, na usipatie mwanya. Ombi langu asubuhi ya leo ni kwamba Mungu atupe macho ya kugundua ya kwamba hii ni mpango mbaya wa shetani. Nimekwambia wakati mwingine shetani akija, anakuja akiwa anaonekana mambo yake ni sawa, kila ambacho amekupangia ni sawa. Unaanza kuona this is a nice opportunity, kumbe ni mwanya shetani anatengeneza kuingia, na akiingia hawezi kukuacha. Bwana Yesu asifiwe. Amen. The book of John chapter 8 verse 44. Ninyi ni wa baba yenu Ibilisi, na tamaa za baba yenu ndizo mwapendazo kuzitenda. Yeye alikuwa muuaji tangu mwanzo, wala hakusimama katika kweli, kwa kuwa hamna hiyo kweli ndani yake. Asemapo uongo, husema yaliyo yake mwenyewe, kwa sababu yeye ni mwongo na baba wa huo. Amen. Bwana asifiwe. Biblia inasema ya kwamba ninyi ni wa baba yenu Ibilisi, na tamaa za baba yenu ndizo mpendazo kutenda. Bwana asifiwe. So inamaanisha nini? Ya kwamba kutenda kwako dhambi si ajabu. Asili yako ni ya dhambi. Kizazi chako ni cha dhambi. Ukimkataa Yesu, kutenda kwako dhambi si kazi ngumu. Wewe kutamani si kazi ngumu. Wewe kutukana si kazi
Kufanya usherati si kazi ngumu, maana wewe ni wa asili wa Ibilisi, na Ibilisi ndio karia ya hizi dhambi zote. Bwana asifiwe. Umetokana na kizazi hicho. So iwapo hautamkana shetani, basi wewe kufanya dhambi, wewe kupatikana katika hiyo misimamo ya dhambi ni rahisi. Bwana asifiwe. Inasema ya kwamba ninyi ni wa baba yenu Ibilisi, na tamaa za baba yenu ndizo mpendazo kuzitenda. Kwa sababu sisi sote tulitokana na kile kizazi ambacho kilikuwa kimetenda dhambi, kilikuwa kimefanyika wafuasi wa Ibilisi. Nimesema ya kwamba siku zote kuna hiyo tamaa ndani yako. Ndio maana unapatanga wakati mwingi unajua kabisa kutamani ni mbaya, lakini unapata umetamani. Unajua kabisa kutusi ni mbaya, lakini unajipata umetusi. Unajua kabisa kufanya fitina ni mbaya, lakini bado unajipata umeketi unafanya fitina. Unajua kabisa tabia hii ni mbaya, lakini bado unajipata unafanya, kwa sababu asili yako ni ya dhambi. Bwana asifiwe. Asili yako ni ya dhambi. Ndio maana hata uking'ang'ana namna gani, ndio maana nikakuambia ya kwamba if you do not surrender your life to God, kufanya dhambi kwako ni si kazi ngumu. Hata kuenda kwa disco haitakusumbua. Kwenda kwa matanga dance usiku haitakusumbua. Kutamani haitakusumbua. Bwana asifiwe. Kwa sababu tunatokana na asili hiyo. Siku zote Biblia inasema ya kwamba tunatamani kuzitenda matendo ya baba zetu Ibilisi. Ndani ya mioyo yetu tamaa hiyo imewekwa. Ndio maana siku zote unapata kufanya haki ni ya kung'ang'ana. Ukiambiwa leo kufanya haki, unapata inakuwa kibarua, lakini kutusi ni dakika moja. Bwana asifiwe. Ukiambiwa leo kupiga magoti kuomba ni ya kung'ang'ana. Kwenda ibada imekuwa ya kung'ang'ana, lakini kukimbia kuliko ambako kuna dhambi ni rahisi. Miguu yako imekuwa mepesi katika kukimbilia dhambi, kwa sababu ni asili yako. So kile unachotakiwa ni kufanya ni kuruhusu Kristo atawale maisha yako kikamilifu. Bwana asifiwe. Total surrender, kikamilifu. Si kwamba wakati mwingine unasema kwamba hata nami naweza jitawala. Hapana, kikamilifu. Release everything kwa Mungu, ndiposa utasaidika. Otherwise inakuwa ngumu for you to run away from sin. It will become a very big task for you to do. Bwana asifiwe. Itakuwa kibarua kigumu wewe kuondokea dhambi kama Yesu hayumo ndani yako. Kuondokea dhambi kwako itakuwa kazi ngumu. Wewe kufanya uzinifu itakuwa rahisi. Wewe kufanya fitina itakuwa rahisi. Kufanya matukano itakuwa rahisi. Maana ni asili yako. Maana wewe umetokana na kile kizazi. But you need Jesus to control every part of your life. You need Jesus to transform your life and to make you walk in his paths. Bwana asifiwe. Na itakuwaje? Ndio Kristo. Unajua Kristo si wa kubishana. Shetani siku zote yeye hutumia vishawishi. Bwana asifiwe. The devil will always use a convincing language to make you
to make you sin. Shetani atatumia vishawishi vyote kuhakikisha ya kwamba wewe umetenda dhambi. Wakati unajaribu kutoroka, anakuambia kwani uoni kama ni kitu kizuri? Uoni? Anajaribu kutumia vishawishi vyote kuhakikisha ya kwamba you do his will. Lakini Mungu yeye anakuonyesha njia iliyo sawa, na kila anachohitaji wewe ni kufuata hiyo njia ili upate amani. Kila anachokufanyia wewe ni kuhakikisha ya kwamba anakuonyesha njia, na ukifuata hiyo njia unapata usalama. Bwana asifiwe. Hiyo ndio Mungu anafanya. Yeye anakuambia, mwanangu, fuata hii njia. Ukifuata hii njia unapona. Ukifuata hii njia unafaulu. Ukifuata hii njia kile unachotaka unapata. Ukifuata hii njia. Bwana asifiwe. Amen. Kitabu cha Mika inasema, God has shown you what is good. Mungu anakuonyesha kile ambacho ni sawa. He has shown you what is good, and he expects you to walk in his ways. Bwana asifiwe. Amen. Kwa sababu neema hii ya wokovu umepewa wewe. Wewe ulipata hii neema ya kusikia habari njema ya Kristo Yesu. Basi leo Yesu anatarajia kwako mazuri kutoka kwako. Kama wewe ni mama, anatarajia wewe uwe mama ambaye unajua kukaa kwa ndoa. Uwe mama ambaye unajua kulinda mume wako. Ile uwe mama ambaye unajua kuheshimu mume wako. Hiyo ndio Mungu anakusudia, kwa sababu tayari kupitia wokovu wake alikuonyesha habari njema. Alikuonyesha kilicho sawa kwa Mkristo, njia ya sawa ya Mkristo kufuata. Bwana asifiwe. Alikuonyesha, na anatarajia ya kwamba ufuate hiyo njia. Usiende mtu wa kugeuka. Leo unaonekana umeokoka, kesho umebadilisha. Leo unaonekana umesimama, kesho umeanguka. Leo unaonekana unatembea kwa njia za Mungu, kesho kutwa unatembea kwa njia nyingine. Hapana. Biblia inasema amekuonyesha kilicho sawa. Kwa sababu amekuonyesha kilicho sawa, he expects you to walk in that way throughout. Bwana asifiwe. Bila kuzingatia hali, bila kuzingatia any condition. Maana pia ya kwamba shetani, Biblia inasema shetani anazunguka. So kuzunguka kwa shetani ni kukupatia wewe vishawishi. Wakati mwingine unaweza kutana na yeye kwa barabara na kushawisha kwambie, kwani wewe uone maisha ambayo unaishi ni ngumu? Kwani wewe uone maisha ni mbaya? Kwani wewe uone ndoa ambayo unakaa uone kama ina changamoto? Kwani wewe uone? Anakuonyesha, na kwa kweli ukiangalia hali yenyewe unaona kweli it is true. Bwana asifiwe. Anakuonyesha kweli, ukiangalia kwa macho yako kama mwanadamu unaona kwa kweli hii nayo siwezi. Bwana asifiwe. Hii nayo siwezi. Lakini leo Biblia inasema Yesu akatuambia, mimi nalikuja. Japo mwizi amekuja aibe kila ambacho kiko ndani yako, lakini pande ile nyingine Yesu amesema mimi nalikuja. Na kusudi la kuja kwa Yesu ni kuhakikisha ya kwamba wewe na mimi tuko na uzima tena teletele. Bwana asifiwe. So don't concentrate on the challenges. Maana hizo changamoto ndizo shetani huja kuzitumia. Iwapo akili yako mingi na mawazo yako mengi utaweka kwa changamoto zile ambazo unazipitia katika hiyo ndoa, kuna uwezekano kesho hautakaa hapo. Bwana asifiwe. Iwapo akili yako nyingi utaziweka katika changamoto unazopitia kwa hiyo biashara, kuna uwezekano kesho hiyo biashara haitasimama. Iwapo akili zako nyingi utaziweka katika changamoto unazopitia kwa huduma, umevunjwa moyo kwa huduma, na wewe badala ya kufocus kwa Mungu unaanza kuangalia, last year niliambiwa hivi, last year hiyo mwaka nyingine nikaambiwa hivi, tena unaona tena ndio hii bado ananiambia. Kuna uwezekano you will not stand. Bwana asifiwe. Maana shetani anaangalia hizo changamoto, anaangalia huyu mtu udhaifu wake uko wapi, anatafuta mlango
inasema yeye akiingia anaiba, Bwana asifiwe. So ukimruhusu shetani aingie, yeye anaiba. Ila amani kidogo ambayo ukimebaki ndani yako, hii amani kidogo ambayo ulikuwa nayo ndani yako, akiingia anahakikisha ametoa kabisa. Anatoa kabisa. Maana hiyo ndio kazi yake. Na akitoa hiyo amani, leo ukipata mtu kwa ndoa anasema mimi nimechoka na hii ndoa. Ukimpata mtu amechoka anasema mimi hapa nimechoka, ninahisi niondoke. Ninaona hata huyu mzee hakuna kitu ananifaidi. Ninaona hata nilifanya makosa kumchagua huyu mzee. Ujue shetani ameingia na ameiba. Bwana asifiwe. Ameingia ndani na ameiba. Ameiba ile upendo wa kwanza. Ameiba ile amani ya kwanza. So nimekuja nikuambie, chunga sana. Biblia inasema kesha ili usimruhusu shetani akapata nafasi ya kuingia na kuiba. Bwana asifiwe. Usimruhusu shetani, usifungue mlango. Hakikisha siku zote unakaa macho ili ukagundue hila mbaya shetani. Biblia inasema shetani aji ila kuiba, kuua na kuharibu. Lakini nashukuru Mungu, maana anasema mimi nalikuja ili wewe na mimi tuwe na uzima wa milele, tena uzima tele tele. Bwana asifiwe. Haleluya. Kusudi la Yesu kuja ni kwamba wewe na mimi tuwe na uzima. Ukikatalia kwa Yesu utakuwa na uzima. Ukikatalia kwa Yesu utakuwa na amani. Ukikatalia kwa Yesu, amani utakuwa nao tele tele. Bwana asifiwe. Lakini ukifungua mwanya, chochote, anything precious in your life will be stolen. Don't allow the devil to steal something precious in your life. There is something precious that God has deposited in you. So if you open the door, the devil is always ready. Usifikirie yuko mbali. Biblia imetuambia kwamba yeye anazunguka. Hata pale nje anatembea. Hata mahali umekaa hapo, yuko juu hapa anachunguza. Yeye hutumia mazingira, yale mazingira yako ambayo umekaa. Anaweza tumia haya mazingira kuhakikisha ya kwamba anakutoa katika laini ya Mungu. Bwana asifiwe. So kila ambacho tunatakiwa kufanya ni kuwa macho, ni kukesha, ili tugundue ya kwamba hii ni ya shetani, hii ni mbinu ya adui, na ushinde. Bwana asifiwe. Haleluya. So Biblia imesema ya kwamba, Biblia inatuambia ya kwamba ninyi ni wa baba yenu Ibilisi, na tamaa ya baba yenu ndizo mpendazo kuzitenda. So ukiona unasengenya, ujue wewe bado baba yako ni Ibilisi. Ukiona wewe ni mtu wa hasira na kutusitusi, ujue wewe baba yako ni nani? Ibilisi. Ujue wewe kama kuna katabia ambayo wewe unaona unakuanga nayo, ujue wewe baba yako ni Ibilisi. Maana imesema ya kwamba siku zote tunatamani ama tunapenda kuzitenda zile tabia ama yale matendo ya baba zetu. Maana mtoto siku zote, so ukiwa na mtoto anapenda tabia fulani, ujue hii lazima ilitokana na baba zao, mama yake. Bwana asifiwe. So chunga sana, maana sisi kupitia damu ya Kristo tulikombolewa, tukanunuliwa. Bwana asifiwe. Tulinunuliwa, tukaondolewa kutoka kule katika ile asili ya dhambi, tuliondolewa kule. So sisi sasa ni viumbe vipya. We are transformed. Bwana asifiwe. We are transformed. We are no longer servants of the devil. We are no longer sons of the devil. We are sons of God. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa sababu sisi tumegeuzwa, tumebadilishwa, tumenunuliwa kwa damu, sisi tena si wana wa giza. So
So kwa sababu sisi wana wa giza tunatakiwa matendo yetu yampendeze Mungu. Jinsi wana wa giza wanavyotamani kutenda matendo ya baba zao, nasi sisi tutamani sana kutenda matendo ya Mungu ambaye ndiye baba yetu. Bwana asifiwe. Ikaendelea kusema ya kwamba yeye alikuwa muuaji tangu mwanzo, wala hakusimama katika kweli, kwa kuwa hamna hiyo kweli ndani yenu. Asemapo uongo usema yaliyo yake mwenyewe, kwa sababu yeye ni mwongo na baba wa huo. Bwana asifiwe. Kusema uongo kwako si ngumu ukiwa ndani ya ibilisi shetani. Ukiwa bado umesalia mwana wa ibilisi shetani, kusema uongo si ngumu kwako. Bwana Yesu asifiwe. So tamani sana asubuhi ya leo kwamba mawazo yako yageuzwe. Japo ulizaliwa ama ulitokana na asili ya dhambi, lakini Yesu Kristo alikuja akatufia msalabani ili wewe na mimi tugeuze, tukanunuliwa katika damu yake iliyomwagika msalabani, tukanunuliwa. So basi leo hii usitamani matendo ya giza tena. Usitamani matendo ya giza tena, maana hii ndiyo mwanya ya kuruhusu shetani kuingia ndani yetu. Na Biblia inasema ya kwamba akiingia ufanya maangamizi. Bwana asifiwe. Haleluya. Mpende Mungu na kazi yake, maana mwana ufanya kila ambacho aliona baba yake akifanya. Nimekuja nikuulize wewe mwenyewe, unajua ndani yako kuna matendo unayofanya mwenyewe? Unajua ni matendo yapi ambayo wewe unafanya? Iwapo unafanya matendo mabaya, uliona nani akifanya hayo? Iwapo unafanya matendo yaliyo mazuri, uliona nani akifanya matendo hayo? Bwana asifiwe. Kwa kuwa sisi ni wana wa nuru, basi wacha matendo yetu yadhihirike. Bwana asifiwe. Kwa kuwa sisi ni wana wa nuru, matendo yetu yadhihirike. Tukiona wewe ukifanya matendo ya giza, basi kuna uwezekano bado unatembea kwa giza na unamfungulia shetani mwanya. Unamfungulia huyo adui nafasi ya kuingia ndani yako. Na nimekuja asubuhi ya leo nimekuambia kwamba ukifungua nafasi, ukifungua mlango, akiingia kwako, yeye aingia akicheka. Akiingia kwako hata kama ni dakika moja, hata kama ni sekunde moja, aingia akicheka, kwa sababu anajua muda wake ni mchache. Na kwa sababu muda wake ni mchache, lazima atimize kusudi lake, lazima atimize mpango wake. Tulikuwa tunajifunza kuhusu mpango wa shetani ama kazi ya shetani, the intentions of the devil, the intentions of the thief. Akiingia kuji akiwa na mpango nzuri. Leo hii mwizi akiingia, aingi kuja kuuliza wewe na umeweka wapi? Umeweka wapi? Anakujanga akiamurisha, maana tayari yuko ndani. Akiwa kule nje, yeye anaweza kukushawishi. Hakushawishi. Bwana asifiwe. Kitambo nilikuwa naona kule kwetu wezi wakitaka kuingia, wanaweza kuja hata wachukue mtu ambaye unajua sauti yake. Bwana asifiwe. Wamshike huyo mtu ambaye unamjua sauti yake, na wanakuja. Hasa huyo mtu ndiye anaitana, fulani anakuita jina fulani, ni mimi, naomba ufungue mlango. Bwana asifiwe. Ukifungua, wale majamaa wanaingia sasa. So shetani naye ni hivyo. Wakati angali uko kule nje, yeye hutumia lugha ya vishawishi. Anatumia lugha ya kushawishi ili ufungue mlango. Lakini ukishafungua mlango, ingie ndani. Tena si kushawishi, ni kucommand. Kama kusema toa pesa, unatoa. Toa nini? Toa hiyo, unatoa yote, kwa sababu tayari uko ndani, amechukua usukani. He has already taken the control over your life. Bwana asifiwe. So shetani akiingia ndani yako, tena si kushawishi. Amani toa, afya yako toa, nini toa, anatoa anything precious kwa maisha yako anachukua, kwa sababu ameingia. Lakini kabla hajaingia, ninajua yuko kule nje, anatumia lugha ya kushawishi. Usimruhusu. Biblia inasema ya kwamba kesha
kuwa na uwezo wa kugundua ya kwamba kule si kuzuri, na shetani yuko anashawishi wewe ili ukafungue mlango. Na ninaomba usifungue mlango, funga mlango wako kabisa, ili shetani asipate access ya life yako. Praise be to God. Bwana Yesu asifiwe. Asubuhi ya leo umejua ya kwamba you have a thief that is always on mission, na mission yake ni kukuibia wewe. Na mission ya shetani ya mwizi si kuiba vitu ambavyo havina maana. Anaiba vitu vilivyo na maana kwa maisha yako. The same to the devil. The intention is to steal what is precious in your life. When he comes to your life, he makes sure that anything that keeps you going, he steals. Chochote ambacho kinakufanya wewe uendelee mbele kama Mkristo, anaondoa. Chochote chenye kinakufanya wewe unajifanya unapenda Mungu, anaondoa. Bwana asifiwe. Kama ndiyo afya ambayo uko nayo, ndio nasema hii kwa sababu ya Mungu amenibariki na afya, nitaenda nimtukuze. Anaiba hiyo afya. Kwa sababu Mungu amenibariki na watoto wenye afya, watoto wazuri, shuleni wanafanya vizuri, anaiba hao watoto. Kwa sababu Mungu amenibariki na biashara ambayo inanawiri, inaendelea vizuri, napata pesa, anaiba hiyo biashara. Kwa sababu Mungu amenibariki na mke mzuri ama mume mzuri ambaye anakuja nyumbani mapema, ananipenda mimi peke yangu, Bwana asifiwe, anaiba huyo mume wako ama mke wako, ili hakikishe ya kwamba amekuacha in a desperate situation. Anajua kama hiki ndicho kinachofanya unajivunia, anaiba. Naomba uwe na roho ya Ayubu. Maana naona ya kwamba baada ya shetani kuja akamwambia Mungu, unaona, anakutumikia kwa sababu umembariki na mali, umembariki na familia yenye afya, umembariki na watu ambao wanamuinamia. Ndio maana anazidi kukupenda wewe. Bwana asifiwe. Lakini nashukuru Mungu, maana Ayubu akasema, Mungu akamwambia, enda guza kila kitu chake, utuone kama ataniacha mimi. Mtumishi wa Mungu Ayubu alibaki kwa njia za Mungu, japo hali zilimuumiza. Aliibiwa kila kitu, amani akaibiwa, afya akaibiwa, mali akaibiwa, watoto wakaibiwa, kila kitu kizuri kikaondoka. Lakini Ayubu alibaki katika njia za Mungu, alibaki kumpenda Mungu, japo alishawishiwa na watu, lakini alibaki kumpenda Mungu. Bwana asifiwe. Najua leo wewe pengine kichwa tu imekuuma. Kuna watu wamekuja wamekushawishi, umeondoka kwa njia za Mungu, umewakimbilia waganga kwa sababu ya kichwa tu kuuma. Bwana asifiwe. Nimekuja nikwambie, funga mlango, shetani asiingie. Shetani anatafuta mwanya ndani ya maisha yako ili akuangamize. Lakini nimekuja nikusii leo, funga mlango kabisa, ili Mungu autawale maisha yako. For our fight is not canon. Bwana asifiwe. Our fight is not canon. We are not fighting against flesh. We are not wrestling against flesh, but tunapigana na nguvu za giza. Kwa sababu tunapigana na nguvu za giza. Nguvu za giza. Kama tutakuwa na silaha, kama tutakuwa na uwezo wa kugundua, kuna uwezekano tushindwe. Bwana asifiwe. So surrender everything unto God, and God will fight for you. Yesu anasema, mimi nalikuja ili muwe na uzima, tena muwe nao tele tele. Kubali Yesu katika hali zozote zile. Let God help you to go forward. Bwana asifiwe. Katika hali zozote zile, Mungu akuwezeshe, Mungu akusaidie kuendelea mbele. Chochote kisikatishe safari yako ya kwenda mbinguni. Let everything not stop your journey of going to the heaven. Let everything not deter you from going forward. Endelea kusimama, endelea kumpenda Mungu ili ukafikie kusudi la Mungu. Maana Yesu anasema, nami nalikuja iwe tuwe na uzima, ili muwe na uzima, nao muwe nao viteletele. Bwana asifiwe. Haleluya. Bwana asifiwe. Funga mlango wako, shetani asije akaingia. Be watchful. Be careful. Stand firm. Be careful.
so that the devil may not gain entrance into your life to destroy you. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Nashukuru Mungu kwa sababu ya neno lake asubuhi ya leo. Tusiruhusu shetani asije akatuangamiza sisi, maana siku zote he is fighting our life. He is fighting his own mission. Bila nasema ya kwamba yeye uzunguka zunguka ili ameze mtu. So usione ya kwamba wewe uko salama. Shetani anazunguka. Ukitembea kule nyumbani, ukiwa kwa biashara zako, usione uko salama. Shetani anazunguka. So muombe Mungu akusaidie ili Lord, I wanna know you better than I know. Teach me, Lord, to know your way, to know your truth. Lord, I want to know you better than I know.